Mvutano wa kisiasa kati ya Moscow na Washington umechukua sura mpya baada ya mwanahabari mashuhuri wa serikali ya Urusi, Vladimir Solovyov, kumshambulia rais wa Marekani Donald Trump kufuatia vikwazo vipya dhidi ya makampuni makubwa ya mafuta ya Urusi. Solovyov, anayejulikana kwa ukaribu wake na Kremlin, alitoa matamshi makali akisema kuwa urafiki wa kisiasa kati ya Putin na Trump umefikia kikomo, akimaanisha kuporomoka kwa uhusiano wa kirafiki uliokuwa ukionekana wazi tangu viongozi hawa wawili walipokutana huko Anchorage, Alaska miezi kadhaa iliyopita. Vikwazo hivyo vipya vilivyotangazwa na Wizara ya Fedha ya Marekani vinalenga Rosneft na Lukoil, makampuni mawili makubwa zaidi ya mafuta nchini Urusi. Hatua hiyo inalenga kudhibiti mapato ya Moscow yanayotumiwa kufadhili vita nchini Ukraine. Kremlin imeeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya vita vya kiuchumi vinavyolenga kudhoofisha uchumi wa Urusi, huku wachambuzi wakisema inaweza kusababisha athari za muda mfupi katika mapato ya serikali, lakini si tishio la moja kwa moja kwa udhabiti wa taifa hilo. Katika kipindi chake cha radio Polny Contact, yani Full Contact, Solovyov alisema kwa Marekani imedhihirisha kutokuwa na heshima kwa Rais Putin na kwamba hatua za Trump zimevunja kabisa roho ya makubaliano ya Anchorage. Aliongeza kuwa hakuna sababu tena ya kuamini ahadi za Marekani, akihimiza serikali ya Urusi kujibu kwa nguvu kali na hata kuzingatia matumizi ya silaha za kimbinu za nyuklia kama njia ya kuonyesha msimamo wake mkali. Solovyov pia alipendekeza Urusi simamishe mahusiano ya kidiplomasia na Marekani na Uingereza na kuimarisha ushirikiano wake na mataifa yanayokinzana na Washington, ikiwemo Venezuela, kwa njia ya kijeshi. Tangu kurejea kwa Trump madarakani, vyombo vya habari vya Urusi vilikuwa vimeonyesha matumaini makubwa kuwa angepunguza shinikizo kubwa dhidi ya Moscow. Hata hivyo, tangazo la vikwazo vipya limegeuza mtazamo huo, na wachambuzi wanaona mabadiliko haya kama ishara kwamba uhusiano wa kirafiki uliokuwa ukijengeka sasa unaingia katika kipindi cha baridi. Kwa upande wake, Putin amechukua msimamo wa utulivu, akisisitiza kuwa vikwazo hivyo ni vya maana lakini si vya kudhoofisha uchumi wa Urusi. Serikali yake inategemea ushirikiano wa nchi kama China, India na Iran ili kupunguza athari za vikwazo vya magharibi. Matamshi ya Solovyov yanaonyesha haja ya kukata tamaa miongoni mwa wasemaji wa serikali ya Urusi baada ya matarajio ya urafiki wa karibu na Marekani kuporomoka. Wakati huo huo, vikwazo vipya vya mafuta vinazidi kuongeza shinikizo kwa Moscow, huku vita vya Ukraine vikiendelea bila dalili za kutulizwa. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Urusi na Marekani unaonekana kuingia katika enzi mpya ya baridi, huku Kremlin ikijaribu kujiimarisha kiuchumi na kijeshi, na Washington ikisisitiza msimamo wake wa kuilazimisha Moscow kusitisha vita nchini Ukraine.